ni Paulo akiwa alikuwa anamshauri Timotheo ambaye alikuwa anamuita mwanawe. Preach the word, be prepared in season and out of season. Hapa namuona Paul akimchangamoto au akimuhimiza mwanawe wa kiroho ambaye ni Timotheo, akimweleza inaweza alikuwa anamweleza kwamba wakati wowote usije ukasema kwamba hauko tayari. Simuko waseme amina. Unajua hakuna kitu kibaya kama kwamba leo ukutana hali kabiliana naye alafu nasema kwamba hauko tayari. Wakati wowote, wakati Kristo ambaye ni Bwana wetu alipokuwa hapa duniani, maana yeye ndiye mfano wetu na kielelezo katika hali ya maisha ya kiroho, yeye alikuwa ni Mungu. Lakini kabla kwamba alikuwa ni Mungu, alielewa kwamba, maana mimi wanasema ya kwamba alikuwa Mungu alikuwa Mungu 100%, na pia alikuwa mwanadamu 100%. Maana mwili ni wa mwanadamu, lakini roho ni nani? Ni Mungu. So it was actually God in the flesh. Ni Mungu ambaye alikuwa anatembea katika mwili, na yeye alielewa kwamba hawezi kuweza kustahimili vita vya kimwili kama iwapo yeye hatakuwa na hali ya uhusiano na Baba wa mbinguni. At any given time, Jesus katika maisha yake aliishi maisha ya maombezi. Ukaposikia kwamba ametoka biashara hawa ameenda faragani, mara anamsikia ameenda mlimani. Hata wakati ambapo alipoweza kuwaita wa mitume ambaye aliita wa kwanza, maandiko yanasema kwamba alikuwa ameenda mlimani. Lakini wazo la kwanza
prepared in season and out of season. Na kama vile nimetangulia kukuza juu ya hiyo Mathayo 4, ni kwamba imesema Roho wa Bwana yu juu yangu, ili amenitia mafuta, ili niwahubirie. Si mtu aseme amina. Ili niwahubirie maskini hali ya kutoka katika ushoshevu wao, wafungwa katika vifungo vyao. So hapa inamaanisha kwamba we are about to preach about deliverance. So hapa Paul anamwambia Timotheo, preach the word, be prepared in season and out of season. Sikiza hapo kuna maneno ambayo yanafuatana pale kidogo mbele ya muhimu sana ya muhimu ya kiongozi. Anasema pale number 1, correct. Kumaanisha kwamba anaweza kukanusha. Alafu ya pili au kurekebisha. Ya pili ndio hata kukemea. So inamaanisha kwamba anahitaji kuwa tayari katika hili. Alafu ya mwisho inazungumza tu ya kuencourage. Ya kwamba pia kuna maana imesema kuhubiria. Kwa hivyo katika hili neno wakati Roho wa Mungu juu yako, you can be able to encourage somebody. Wakati ambapo mtu anasikia yuko chini, unamtia moyo ili kwamba aweze kuendelea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama mtu amepoteza matumaini, umwambia kwamba bado kuna kesho, ya kwamba Mungu bado anafanya na atafanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. And then say what? With great patience and careful instruction. Yaani kwa wengine kusema hata kama anafanya hiyo mambo na amepewa mamlaka na ametiwa mafuta, lakini ana uangalifu. Let's go to Matthew chapter number 11 verse number 12. Matthew 11 verse number 12. Mathayo 11 na aya 12. Mathayo 11 na aya 12. Inasema hivi pale, Matthew 11:12. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and the forceful men lay hold of it. Bwana asifiwe sana. Neno ambalo hili Yesu aliongea. Hata kama unaona imeandikwa ni Mathayo kukuta analeta matukio. Anasema Yesu akasema, anawaambia wanafunzi wake, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of God has the kingdom of heaven has been forcefully advancing. Kwa hiyo inamaanisha ili kwamba ufalme wa Mungu uendelezwe na au kwa wengine, ili kwamba makusudi ya Mungu yaweze kutekelezwa. Kunatamaniwa kuwe na watu wenye nguvu, na wenye nguvu watauteka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of God, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and the forceful men lay hold of it. Nataka kusema ni kwamba kama umeelewa ukweli, basi ukweli utakuweka huru. Juzi niliambia watu hapo tulipokuwa katikati ya wiki, nikawaambia kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema, mjinga akierefuka, mwerevu yuko mashaka. Leo nataka kusema kwamba unaposema mwerevu inamaanisha kwamba mwenye nguvu basi yuko mashakani. Leo nataka kusema as long as you know your rights and your privileges as a believer, kama mwamini unajua haki zako, basi dadangu hauna budi kwamba utazingatia. Lakini kuna neno ambalo nikataka tuliangalia kwa kidogo wakati napoendelea katika hiyo aya 12. Imesema hapa usome na wanafunzi zuri tumetoa pale, tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu watauteka. Kenya mbona kwa kutumia nini? Ikiwa kwamba unajua kwamba nimesikia mhubiri wa siku aligusia mahali akasema kwamba ikiwa kwamba unataka kukabiliana na adui, hata maaskari lazima ujihani. Hata kama iwapo umesikia kwamba kuna mwizi au mkola yuko nje na yuko ndani ya nyumba, ni vizuri kwanza ujue kwamba yeye amejihani kivipi, kwa sababu kama ujui wewe kaza kuangamiza. Lakini kama una fununu ya kuweza unamuona na kuona kwamba jinsi ambavyo amejihani, then unaweza kukabiliana na yeye, kwa sababu tayari umeshajua kwamba huyu penye hapo saa hii ilitokea katika dunia hii hata niweza.
kusaidia kwa kuokoa jahazi. Ni wapi uliposikia kwamba kuna vita hapa Kenya wanajeshi wanaenda kupigana na maji? Hakuna. Hakuna. Lakini nataka niwaambie ya kwamba kunatekwa budget ya askari kwa ajili ya usalama wa nchi na mipakani kila mwaka na mabilioni ya pesa. Hawa watu kazi yao wanamkanda, wanaweza kuwa wameenda katika mambo ya mazoezi. Saa ingine unaweza kuwa wametoroka hapo, wamepelekwa pengine kule polini, wanakaa huko kama wiki au mwezi, baadaye tena wanarudishwa wengine tena wanatoroka tena wanasafirishwa kupelekwa kule. Kisa na maana, it is simply saying they know there is a real enemy. Na wakati adui anaweza kuinuka, watakabiliana naye. Na ndio maana tunaona wakati kuna sherehe tunaonyeshwa umahiri wa ulinzi ambao tulionao. Utakuta kuna anga, unaletewa kile mnapo hapa ni wa baharini. So whichever corner ambapo mapepo yanaweza tokezea, mapepo ya ujangizi, hapa Kenya wako tayari kukabiliana nao. Iwe angani, iwe hapo chini katika nchi kavu, kwenda katika maji, kuna wanamaji. So unataka kusema kama Wakristo tunahitaji kujihadi kuelewa kwamba shetani anaweza kutokea wakati wote, na kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba wapendwa, tusio wale ambao wanaogopa na mizimu. Ati hapo unajua tumetenga sasa siku hizi 3 au siku ile 4 au labda pengine tumetenga wiki moja na tumegawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Alafu sasa hiyo watu wamesema wamejali kabisa, wanaweka kitu ambacho tunaita shilingi the mode of prayer, ya kwamba unaanza kusema tuanze kutoka pale 1 2 3 4 5 6 7, alafu nakuja 1 2 3 4 5 6 7. Si baya, lakini wacha niwaambie, hiyo ni mpango tu wa kawaida ambao tunapangia mambo ya maombi ya mpangilio, lakini maombi inahitaji kuwa away of life. Ukirauka asubuhi au kila siku wakati ambapo unakaa, dadangu, ndugu yangu, lazima uweze kwamba umeweka wakati wako wa maombezi. Na kabla hujatoka nyumbani, maana unaanza kutana na chochote, hakikisha kwamba umekuchukua wakati wako, umepata dakika zako 2, 3, 4, 5, ikiwezekana hata saa. Si mtu aseme amina. Ukua mbele za Mungu, maana
Tukiniambia unataka kuna maeneo hapo jina lazima wakajua. Walikuwa wanakimbilia wapi? Juzi hii ambayo kila leo walikuwa na shida mambo leo na medicine. Tokyo. Very good. Nifikiri ni historia ya kwa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tokyo, Japan. Hao watu ukiona wanaenda kule kurumbana mpaka wanatoka kule na dhahabu. Wale ambao wanaenda kurumbana na wao, hata wao pia wanafanya mazoezi kama wao. Lakini kile kinafanya kwamba wana make a difference. Ni kwa sababu wanaelewa the race ambao wanga wanatumia ili kwamba wakienda maeneo tayari wameweza kukopu nao. So katika neno nataka kusema kama tunataka kuteka ufalme wa Mungu, lazima tuwe tayari kujinyima. Lazima tuwe tayari kuashiria. Lazima tuwe tayari kuacha mambo mengine. Wacha starehe kama unataka kuona Mungu akifanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tusikae kama watoto wachanga ambao kazi yao wanakaa wagoje mama akifika hapa. Oh mama, unataka kunywa chai. Oh mama, nataka kula madazi. Tukomae. Unapotoka katika hiyo level inamaanisha kwamba nao umejua namna ya kujipeleka mbele za Mungu. Sisi tunasema amina. Hapo ndipo ambapo utakopokuwa kuna watu ambao wanaweza kuwa nasema leo napita katika nyumba ya Mungu. Nataka kukaa hapo kama dakika 30 au saa moja kisha baadaye niende shughuli zangu. Na baada ya hiyo lazima mtaona matokeo. Si mtu aseme amina. Bwana asifiwe. Maana mtu atafuna kile anacho. Paulo akasema msidanganyike. Mungu hadanganyiki. Ya kwamba kama kile upandacho utavuna. If we are living, appropriate to have a harvest. Simwe tayari tupande. Simwe tayari kulima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuwe kuna watu ambao wamefanya maombi kwa habesho. Unajua kuna mambo ambayo watu wanafanya katika hali ya kwamba mara kuniambia tuliambiwa wiki ya maombi. Sasa kutoka hapo tena na struggle. Unajua kama utazoea ni ngumu. Hawa watu unaona wakienda kufanya riadha, utawakuta huko asubuhi na hakuna pia zinashindaniwa ni mazoezi tu. Saa 11 unawakuta wako barabara wanakimbia hapo kama watu wanafanya nini? Kumbe wanatafuta dhahabu. Leo mimi nataka kusema ya kwamba kama tunataka mambo mazuri, we must be ready to pay the price. And the price ni kwamba lazima tupige blanketi, tuiweke kando na tuseme kwamba tunataka kutembea na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Let me proceed. Namba moja, ningependa kusema kwamba ili kwamba ufalme huu tukaweza kuteka katika ufalme wa Mungu, kuna kitu Yesu ambaye aliweza kupeana mfano kwamba, na nikaiangalia katika mtazamo huu ya kwamba God deals with foundation first. God deals with foundation first. Ukitaka kujua umuhimu na umahiri wa jengo, jiulize mwenye kujenga alienda chini kiwango gani? Na hiyo imepeana na vile zingine za mambo hizo chapter number 13. Imepeana juu ya mfano wa kwanza na kadhalika. Wewe ukijenga nyumba alafu ukadanganyika na mchanga, alafu useme kwamba umejenga juu ya mambo na hujafika pale, na nyumba hiyo nataka iende juu, siku moja itakuwa imeisha. Lakini kama iwapo ulijenga msingi yako sawa, hata inyeshe ile mnasemanga inaenda kwa nini ya mama, imenyesha ya barafu na inaanguka kabisa kwa ndani ya nyumba yako, unaona amani, maana hakuna mahali inaenda kupeleka. Lakini kama ikiwa nyumba hiyo ilijengwa juu ya mchanga changarawe, alafu kutokea mvua kubwa na mafuriko yanaanza kutoka, yanaanza kuyeyusha, hiyo nyumba unakuta kama ilikuwa ya mawe inaanza kwenda chini. Siku moja hapo kwa Chinani, my neighbor alikuwa amejenga ukuta huu ambaye tunaita nini? Perimeter wall. Alafu wakati ambapo yeye mwenyewe kutokea akamvua fulani, kakanyesha. Sasa mimi nilisikia tu ya kwamba ukuta pale hivi umemenya tu wote ukamwaga chini ukakuta papa. Wewe ulikuwa umeweka ukuta unabaki kama uko na ukuta. Na ni amana. Alafu nilikomenti kitu wakati nilikuwa naongea wakati nilikuwa najaribu kufanya mambo. Nikamwambia unajua unataka kujua sasa ubora
wa jengo, angalia wakati wa mvua. Ukitaka kujua wakati ambapo nyumba imejengwa sawa sawa, ni wakati ambapo kuna mafuriko. Na kama unataka nyumba, lazima uelewe maeneo hayo yatakaaje. Ili jengo hili tulijenge, ili tubidi tushibe pale kabisa tena mpaka chini. Na ilibidi tutoe mchanga mwingi pale wanaoikata zaidi ya 10 na kitu. Ili tufikie mahali ambapo tukijenga nyumba, tumejua kwamba nyumba yetu iko sawa sawa. Si mtu aseme amina. Leo nataka kusema, wewe nawe kama unataka kufaulu katika maisha ya kiroho, lazima utoe mchanga wa kila aina. Ondoa shangarawe. Leo hii maandiko yanasema nyumba ijengwe juu ya mwamba, na ukijengwa juu ya mwamba, hata kama kutatokea gharika au mafuriko, hiyo nyumba itasimama. Si mtu aseme amina. Hata kama kutakuwa kuna shida gani, hautahofu, maana tayari naona nyumba yako ni kama ngome. Yaani huwezi kubabaishwa. So hapa ndio nimesema kwamba Yesu akasema lazima tulinde msingi kwanza. God uses his foundation first. In Matthew 16 verse number 18. Matthew 16 verse number 18. Yesu ameanza kujenga nyumba. Maana tayari alikuwa sasa tuwahame aina. Ukiangalia pale anasema ni verse 16, chapter 16 verse number 18. And I tell you that you are Peter. And that on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Mtu aseme amina. Akamwambia si kama ni Petro. Ndio. Alafu akamwambia, unajua Petro anajinameka, alikuwa anaitwa Kefa. Yeye anaitwa Simon Peter. Sasa hii inasema hivi. Nami nakuambia wewe iwe Petro. Yesu anamwambia sasa, maana yake Yesu kujenga na jenga. Kanisa la leo Petro kwa ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Si mtu aseme amina. So leo hii nataka kusema kwamba mapepo hayastahili kutukalia. Daimono haistahili kututawala. Hatustahili kubabaishwa na mapepo. Hatustahili kubabaishwa na uganga na ushauri na ushirikina. Hata wale wanatutumia juju hawastahili kutubabaisha. Manake kanisa ambayo tumejengwa juu
1:16. Sikiliza. Nasema nini? Sasa funguo zinaambia nani zaidi? Funguo za funguo ni ukuta. Dirisha. Milango. Na milango mikubwa. Hata zile mageti makubwa. Na milango kama hii ya shuma. Haya, maandiko yanasemaje? Katika Mathayo 19. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Amen. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So in other words, inaposukulia neno mahali tumetoka saa hii ya kwamba hata milango ya kuzimu haitaliweza. Inamaanisha kwamba kama umepewa funguo, una uwezekano utaingia hata maeneo ambapo haiwezekani. Hata maeneo ambapo imekataliwa. Ile the most prohibited areas. Tunasema amina. Kuna mtu mmoja alisikia akisema, umejitaja. Amekanyaga hot water au aji waya. Mimi nasema hata kama ni aji waya, leo tutakanyaga. Leo tutakanyaga. Leo tutakanyaga. Leo tutakanyaga. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanatuambia tuna haki ya kudai haki zetu. Amen. Kama kuna Kenya ambao unajua ni haki, adai na udai kwa imani haitatendeka. Amen. Lakini neno ambalo pengine ninaweza kuangalia hapa pia mbele ya Mungu kutazama. Kuna neno ambalo nimeweza kuangalia hapa mbele ya Mungu zaidi. Hiyo basi namba 19 inasema I'll give the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni lazima iwe kwamba wewe mwenyewe umeamini, umedhamini. Don't just go aimlessly. Hata kama ni maombi, usifunge tu kiovyo kienyeji. Lazima ujue kwamba unafunga maombi kwa ajili ya nini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hivi there na unasema kwamba hii mlango utaingia nao au utapita nao, pita nao. Jana kuna mahali ambapo nilipita nikitoka mahali, nikirudi nyumbani masaa ya jioni. Alafu nikasikia jamaa pale mwanangu kuna mlima mko alipanda hivi. Nikasikia tu mlango imewekwa ile mlango inakaa kama mabati kidogo. Imewekwa tu. Nikashangaa nikashindwa nini kuangalia. Nikaona kijana ameingia na ameenda na mimi nikamfuata na macho akani akaja gari kujipanda mlima niona na nikajua huyu hayuko peke yake. Maana leo kuja kuoga mabati na kuoga milango ya maisha kitu. Leo nataka kusema let us be blessed with the devil. Ya kwamba kama tutakuwa wazimu tu wenda wazimu tukikabiliana na shetani. Maana maandiko yamesema kwamba tutadai haki zetu. Tutaingia na hiyo milango katika jina la Yesu. Maana imesemekana hata milango ya kuzimu haitatuweza. Haitatuweza. Kama ni haki tunadai tutaingia kwa nguvu. Si mtu aseme amina. Na wakati mtu anadai haki yake haogopi. Tumepewa kibali na neema na Kristo Masihi ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ya kwamba ametupa nguvu na uwezo. Kanisa la Kristo tuamke, kanisa la Kristo tuinuke, tuanze kuomba, tuanze kutrema hata haki zetu. Wakati tunapoona mambo yanaendelea kuharibika uovu, inamaanisha kwamba kanisa limelala. Nawaambia, ukiona mambo yanaendelea tu kwenye mlango, ujue kwamba kanisa mahali limelala. Wameekelea ile nini ile blanketi ya manyoya ya kondoo. Mtu anageuza na nasikia kama ataamka, nasikia hawezi kuamka. Kama ni maombi hana wakati wa maombi pia naye. Unakuta hapo kuna zaidi kuna appetite kubwa. Tumbo yako inataka kukula tu. Kila wakati unataka kukula tu. Najua Yesu wakati mmoja pale katika John chapter number 4 walifika mahali wakati wa saa ya kwenda kufanya lunch. Halafu wanafunzi wake wakasema wanajaa. Wakamwacha Yesu wakaenda sokoni kwamba wakaweza kwenda kutafuta vyakula. Na waliporudi nafikiri kama walikuwa wamekobea kitu. Walipomkuta wakiongea na mwanamke Msamaria. Kitu aliuliza, yeye kwani alikuwa wapi? Sisi tumebabana na njaa, tukakimbia sokoni kukula mandizi.
fulani ambayo inafanyika. It is a certain kind of refreshment. Katika mwili wako unazidi kupunguza kama ni mafuta ndani ya mwili. Maana wakati umefunga mwili unakulaga yale mafuta ambayo yako ndani ya mwili kama hujali kutoa. Mimi nataka kusema hivi. Ni vizuri ya kwamba kama wewe unataka kuwa na afya ya kiroho na ya kimwili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ya kiroho lazima ujifundishe kujinyima na kuwashikia Roho wa Mungu tawala. Na kimwili kama ni mwili lazima ule, maana mwili huu hauwezi tembea kama una unyonge. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Hata hawa wale mwambie walikaa mbele za Mungu usiku wa 40. They are not moving. They are not moving. They are not doing anything. Mtu amelala kifudifudi mbele za Mungu usiku wa 40. Na siku ya 40 amshauri anasikia za Mungu amesema Kenya, anasema baadaye anashindwa toka. He was in the presence of God. So hii nasema nini? Ya kwamba wakati ambapo ni wa mfungo unahitaji kujihani na kujipanga. Lazima uelewe kama ni kufunga, unafunga kwa ila gani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama iwapo unaenda ile ambao ni kali, ambapo unasema unatembea bila chakula bila maji. Kama unawezekana usianze kutembea tembea. Na usijifanye kisi ya kwamba kuna mabiashara unafanya. Kama ni hiyo unaenda, tafuta mahali. Jifungie kama mbele za Mungu. Mpaka wakati ambao umetumia ndio uweze kutokezea hapo. Maana kuna uwezekano wewe utembee kule, ukolapse mbele ya watu au katika maeneo ya watu. Waanze kule kukulizia. Wakisema mtu hapa anakufa. Kumbe wewe umetufanya uchinji. Mimi nataka kusema hivi. Wapendwa, lazima tutumie hekima. Na kutumia hekima ni kuanza kama iwapo unataka kujipeleka mbele za Mungu, maana ni vita. Unaamua katika siku moja au siku mbili usitoke kwa nyumba. Au kama ni maeneo mengine yako pia hairuhusu, tafuta maeneo wewe tuishi mahali. Jina la Bwana libarikiwe sana. So that from there kutoka pale, mimi nakwambia watu ndio watajua kwamba huyu mahali alikuwa si mahali pa kawaida. Maana yake penye tunamsikia, penye tunamuona si yeye, sio yule tunajua. Maana yake lazima ubadilike. Si mtu aseme amini. Unakutana na nguvu za Mungu, lazima ubadilike. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima ubadilike. Hali zako, mwenendo, tabia, hata maongeo, hata mahubiri lazima yabadilike. Hata maombezi lazima yabadilike. Si mtu aseme amina. Maana unapata kitu ambacho tunaita breakthrough. Yale yawezekanani. Watu wanashangaa kwamba unaweza kudanganya wewe ni nani, kwani kumefanyika nini? Sikiza. Hebu nisome mbele. Nataka kuzungumzia vile ya the call of Jeremiah. Yomjua kwa tunahitaji lazima tujihani na Mungu haiti watu. Na kuna kitu ambacho tunataka kuwaambia. Paul kuna msemo ambao alitumia. Akasema hakuna askari ambaye anaenda vitani na vifaa vyake. A soldier is always equipped. Wale ambao wako kule mmesikia juzi, kuna wengine wakakufa huko na mwisho hapa. Wao walikuwa facilitated. Nasikia kwamba kama serikali ya Amerika ilikuwa imesema kwamba watatoa facilitate ili wale watu waweze kwenda kule na mkao. Lakini nasikia kwamba ni kama jina watatia na ni kana kwamba wenyewe waliwaashiria wakae kwenye nakaa. Mimi nataka kusema hivi. Wakati ambapo unataka kupigana hivi vita vya kiroho, na Mungu maana
tumalize Yeremia, maana naongea juu ya calling na penye Mungu ambapo anataka watu na kuwawezesha kutekeleza. Jeremiah chapter number 1 verse number 4. Jeremiah chapter number 1 verse number 4. Inasema hivi vizuri sana pale. The word of the Lord came to me, saying. Jeremiah anaanza kumwelezea akisema neno la Mungu lilimjia. Kwa hiyo si yeye kama Jeremiah alikuwa na masikio ya kusikia kutoka kwa Mungu. Anapo anasema hivi verse number 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Mungu anaongea Jeremiah. Kabla haujapita katika tumbo ya mama yako, mimi nilikujua. Before you were born, I set you apart. Si mtu aseme amina. Mimi nataka kusema kwamba kila mmoja wetu ana hatima. Si mtu aseme amina. Kuna hatima ambayo Mungu ameweza kukupangia. Maana yeye aliyekuumba anakuelewa vizuri. Ile ni Psalms 139. Vile nimekupa ikisema yule mwandishi amesema pale kwamba ulinijua hata kabla sijaubika katika tumbo ya baba yangu. Leo nataka kusema kwamba God understands and knows. Ndio maana anamwambia Petro, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa. Sasa Petro anashindwa, utajenga kanisa kwa njia gani? Mimi pekee nimekuwa mtu mkuu tu, mtu ambaye hana msimamo na sina mwelekeo. Na unasema utajenga kanisa. Hallelujah. Hata wakati ambapo wewe ni mnyonge, Mungu anajua kwamba anaweza kukupiga jeki na ukabadilika. Mungu anaweza kukutumia hata katika maeneo ambapo wewe mwenyewe hujai kuimagine. Ndio maana tunasema sana, God can use you in an extraordinary way that he may surprise you. Yaani wewe uondoa uchochoro wako, ujuaji wako, maarifa yako, ujuzi wako, Mungu hataingilia kati. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Verse number 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Sikiza hapo chini. I appointed you as a prophet to the nations. Mtu aseme amina. Hii nitaiunganisha, maana amesema alimtenga na kumweka wakfu kama nabii kwa ajili ya mataifa. Are you aware that in the very book of the very book of Acts, chapter number 1, it is either verse number 5 or pia paka number 9, inasema kwamba yani huyo roho akisha kuajilia vitu mtakuwa mashahidi wangu kuanzia wapi? Jerusalem, Judea, Samaria, and the far end of the world. Kwa hivyo kwa lugha nyingine inamaanisha kwamba wakati roho wa Mungu ameshuka na amekuja juu ya kanisa, wapendwa, roho huyo atatupenyeza katika ulimwengu mzima. God can give us an open door, breakthrough wherever we are, and even beyond, mahali ambapo tunaona. Na mimi nataka kuamini sisi hatutakuwa mahali tuko na hatutaendelea kuwa penye tuko, maana kuna maeneo Mungu anatupeleka, kuna stages ambazo Mungu anataka tuvuke. Si mtu aseme amina. Kuna matendo Mungu anataka kututumia, kuna miujiza Mungu anataka kutenda, kuna watu Mungu anataka kuokoa, kuna Mungu anataka kukomboa. Jina la Bwana libarikiwe. I appointed you as a prophet to the nations. Na mjamaa anasema mimi mtoto, sikiza hapo chini. Verse number 6. Ule Jeremia anamjibu Mungu. Aya 6. Sovereign Lord, I said I do not know how to speak. I am only a child. Washauri waambiwa kweli. Wakati ambapo wewe mwenyewe umekubali kupungua, Mungu ataongezeka katika yako. Wakati wewe umeona kwamba uwezi, ndipo Mungu anataka ajitukuze. Lakini wakati ambapo unasema kwamba unaweza, unakuta roho uko peke yako. When you allow God to be seen and to be God as God, Mungu atajidhihirisha. Mungu atajitokeza. Mungu
and say whatever I command you. So ni vizuri kuelewa kwamba Mungu anasema nini. Usiseme maushi yako. Verse number 8. Do not be afraid of them. Kumbe shida ya kwanza ni kwamba na nileta na sasa ushinde ni uoga, kutokuamini. Anasema do not fear them. Mara nyingi tunakosa kufanya mambo na kutekeleza maana tunaogopa. Si mtu aseme amina. Mimi nataka kusema leo hata kama ni ukombozi tutafanya kwa ama kimya shambani kimeleza. Na leo nasema kwamba kama ni ufalme huo tutateka in the name of Jesus. Because the Lord is for us. Who can be against us? Si mtu aseme amina. Verse number 8. So do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Hata kama kuna hatari, Mungu atatuepusha na shida. Hata kama kuna vitishio, Mungu atatuokoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata kama kuna upinzani, God will rescue us. God will stand for us. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo inatia moyo. Kwa hivyo usiogope. Manake yeye amesema atakutetea na atakuokoa, atakulinda na kuhifadhi. Mungu anasema nini? Sikiza haya tesi. Yeye lazima mambo yabadilike. Kuna maneno niwaambie foundation. Verse number 9. Anasema, Then the Lord reached out the hand and touched my mouth and said to me, Now I have put my words in your mouth. Hallelujah. Ni lazima mambo yabadilike kwanza. Lazima misingi ibadilike. Lazima mitazamo ibadilike. Lazima namna matamshi yetu yabadilike. Maana wengine tumeshindwa kwa sababu ya maongeo. Pende tunazoea kuongea kila siku. Unasema haiwezekani, wengine wanasema kwamba hii ni ngumu. So maandiko inasema Mungu alitii na area hiyo ambayo inafanya yeye lakini kusema mimi ni mtoto. Mimi siwezi. Akaguza roho mdogo ndio ubadilike. Aanza kuongea makuu ya Mungu. So anasema nini? Ndipo Bwana akaonyosha mkono wake, akaiguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Mtu aseme amina. Kama tunatabiri kusema kwa jina la Mungu itatendeka. Na kama tunakemea mapepo kwa jina la Mungu itatendeka. Kama tunasema tufungue milango ya kuzimu katika jina la Yesu itafunguka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo tuna haki ya kuwafungua watu na kuwaweka huru. In the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aliguzwa mdomo wake. Hii kitu inanipendeza. Verse number 10. Sikiza. See today, I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, destroy and overthrow, to build and to plant. Simutu aseme amina. Kazi yetu tunabomoa na kujenga na kupanda tena. Ingawa tuna haki ya kuweza kuharibu kazi na misingi ya shetani. Alafu tutaangazia watu maisha tele. Kama ni maisha ya amani ni amani. Kama ni ya ukombozi ni ya ukombozi. Simutu aseme amina. Angalia, nimekuweka leo chini ya mataifa.
ni kuharibu kazi za giza. Alafu kisha baadaye tutishe watu ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kazi yetu ni kufunga moja milango ya giza ili wale waliofungwa kule waashiriwe. Haleluya. Sio nasema waashiriwe. Amen. Waashiriwe in the name of Jesus. Amen. Waashiriwe in the name of Jesus. Amen. Haleluya. Amen. Mmoja akasema Kiswahili kigumu, mui hu huwa mwema. Asante, siku ndio 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 Kiswahili na kile mui huwa mwema. Yaani kwa Mungu yote yanawezekana. Hata kama kuna mtu ambaye anaonekana kama huyu. Unajua nisikiza juzi. Sikini ni kitendo gani kilikuwa kimetendeka mahali. Watu nafikiri leo kuna roho fulani ambayo inatembea. Watu wameshinda mtoto wakamaliza. Mama mmoja akasema, huyo mtu kama huyo hata shetani anaanza kumkataa. Sasa nikasema, sasa na kazi zote za ibilisi. Na inasemekana kwamba hata shetani anaweza kumkataa. Mnajua kuna watu wengine wamekataliwa na dunia baba wanaonekana baba hawastahili kukaa. Leo nataka kusema hata wale ambao wamekataliwa na dunia, Mungu anawataka sana. Mungu anaweza kuwabadilisha. Mungu anaweza kuwaokoa. Mungu anaweza kuwafanya watu wema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kuna wengine ambao waliuzi sana. Na wameshika vijiti na mwenye mtandika. Atuelezea kama mwanamke lazima akalikazima ndani. Huyu ni mwanadamu ambaye anasema kwa mbona mwanamke anashika yamefanya makosa gani? Wanaume wazima wanaanza kufahamu mwanamke namna hiyo. Leo nataka kusema kuna mambo ambayo Mungu anataka yabadilike. Amen. Na ili badilike lazima hali za watu zibadilike. Amen. Foundations, beliefs, culture lazima ibadilike. Amen. Na kama itabadilika watu watakuwa na tabia. Si mtu aseme amina. Kwa sababu watu wataanza kutreat wengine kama wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. It is not the will of God watu waendelee kuwadhulumu watu wengine. Ni makusudi ya Mungu kwamba watu binadamu waishi kama wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ruhusu nitapita tu mahali hapo niasi, alafu hiyo ile pekee nitakuja kumalizia. Alafu katika aya gani? Nilikuwa katika aya ya 10. Biblia inasema, "See today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Kwa makusudi tu niruhusu nikuze mwingine ambaye amefanya kama yeye, alafu nimalizie kidogo kukujenga kule pengine kuangalia baadaye. Isaya 6:6-8. Naona mwito mwingine ambao unakuja kwa mtu wa Mungu. Mungu ananena foundations. Kumbe baada ya kujua na mambo ya roho, kinywa hiki kani hiki ndio shida kubwa katika hali ya mpangilio wa maisha ya mwanadamu, hata juu ya Wakristo. Maana yale tunayoongea ndio yamekuwa the order of the day. Unaongea hii, baadaye unaongea tena unaongea kitu kingine tofauti, na hata shetani alikuwa hapo katikati anajua kwamba huyu mtu aeleke nje anaongea. Yes, ni mwaminifu na hajielewi. So katika hali ya maongeo yako unajikanganya. Na ilibidi kwamba lazima Mungu akabiliane watumie watu hawa watu wakubwa. Amalizane na hali ya ulimi. Alishategeza ulimi, maana ulimi ndio unakiri. Ulimi ndio unabomoa. Si mtu aseme amina. Umechukua hatua ya imani, lakini ili ubomoe ni kinywa kinasema. So kama kinywa hakitamki, hakifanyi kitu chochote. Leo hii hiyo Mungu amechua ya kwamba ili kwamba aweze kutumia mtu, lazima hali ya msemo wake ubadilike. Si mtu aseme amina. So prophet Isaiah calling in Isaiah 6:6-8 inasema hivi, inajirudia kama hiyo ya Jeremiah. Then one of the sellers flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from the altar.
uchafu. In other words, hii mdomo inaweza kuchafua. Yakobo anasema ni kati kadogo hapa, lakini kanaweza kuteketeza kichaka mzima. Leo nataka kusema shida kubwa kama iko inapatikana katika hali ya usemi wetu. Kile ambacho tunazungumza na mdomo wetu ndio inakuwa matukio. Leo nataka kusema kama mtu mmoja aliweza kusema cha zamani, anapenda kutaja hiyo, jishinde ushinde. Kama iwapo unaweza kushinda matamshi yako na maongeo yako, dadhamu utakuwa zaidi ya ushindi. Maana ukianza kukiri positively, itaanza kutokea positively. Na by the way, unasikiza wakati Yesu alipokuwa anajaribiwa pale katika jangwa, maandiko yanasema kwamba walikuwa wanajibizana. Si kiroho. Alikuwa anajibu. Shetani anaongea na Yesu anamjibu. Imeandikwa. Yeye anasema imeandikwa. Na yeye anamjibu na kumwambia imeandikwa. Sura leo hii ni lazima urekebishe. Na wacha niwaambie kitu kingine bila mdomo pia, maana hii nimalizie maana ya kumalizia. Si mnajua Petro, wewe ambaye nimeweza kuuza mama yake bwana ndio mama kama nimeanza mahali yake. Petro aliweza kumwambia Yesu kwamba mimi sitakukana. Na Yesu akamwambia ya kwamba right, mimi wao nasema lakini mimi najua sana. Na ninakujua hata najua kesho. Wewe unajua saa hii unaona mimi naona kesho. Chini hata wiki mara 3 kabla haujanikana. Na ukweli wa mambo wakati ambapo Yesu alipokamatwa na akakula kwenye koti ya mahakama, maandiko yanasema kwamba Petro alifuata kwa baadhi akiwa na uoga, na akaja akajibisha huko anakaa na tena sika hapa kama wako pamoja na maana bado mbele kinaendelea. Alielekezwa mtu mmoja akamwambia, wewe unaonekana kama wewe ni mmoja wao. Akaruka akakana, akasema mimi simjui. Akatoka hapo akahama, akaenda mahali pengine, ukatokezea mwingine naye akamwambia huyu kwenye anakaa hata kwenye anakaa ni kama mmoja wao. Akakaa, you know, he had denied Christ 3 times. Na ili kwamba aweze kutumiwa na aweze kurekebisha na kutumiwa, Yesu lazima kurekebisha msingi. Si mtu aseme amen. Aliwaweka katika mlango huo wa John, ukienda kumalizia hapa. Ilibidi Yesu ampe toba mara 3 mpaka Petro karibu akasirika. Akaambia, Petro, mwana wa Yohana, unanipenda? Akasema, Bwana, si unajua nakupenda. Akarudia tena, Petro, mwana wa Yohana, unanipenda? Akajabu, anataka wako wanajabu. Si Bwana unajua tu mimi nakupenda. Mbona unanisumbua? Hata kama ni wewe, ungejibu kitu. Kwani una nini? Akamwambia tena, na Yesu anajua mahali anaenda. Unanipenda? Akasema, Yesu najua kwamba nakupenda. Ile ni seniati ambayo alikuwa amesema pale mbele kusema hamjui. Yote ikakanishwa. Yote ikarekebishwa. Ili msingi uweze kufanya kazi. Na ndio maana Mungu amesema kwamba juu ya mwamba huu, mtu aseme amen. Nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitaiweza.
yani imetolewa mbinguni, inakuja kumrekebisha. Hii naona utakazo wa Mtakatifu. Si mtu aseme amina. Unapoongea juu ya moto, haitakuwa moto kama Roho Mtakatifu alivyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. So moto unabadilisha, moto unarekebisha. Verse number 7. Yasema hivi pale, "We let him touch my mouth and say, see this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sins atoned for." Roho Mtakatifu akija, lazima ubadilike. Kama hujui kuomba utaomba. Amen. Kama hujui kuhubiri utahubiri. Amen. Kama hujui, haleluya. Amen. Leo niko na kuja kwa gani? Oza kikwenda sana, nataka nimalizie katika hiyo mlango wa Isaya. Mtuko wangu akasikia, mimi hata nilikuwa kwa gani nikiendesha. Nikisikia Roho amekuja hata nitaanza hata kusema kama nilikuwa nitasema kwa kweli kwa gani. Nikasikia kwa kupapa nyuma anauliza, sikujua na mmoja babu. Na hiyo kitu manake hiyo kusema, manake inashindwa na nini? Hiyo kitu nimesikia ukisema kwa nilikuwa nasema ni hiyo nilikuwa nasema it. Sasa akaelewa Kenya kwa kinaendelea. Kumbe anasikiza. Mimi nataka kusema hivi. Wakati ambapo midomo hii mimi utakapobadilika, lazima hali zako zibadilike. Amen. Na waambie lazima zibadilike. Bwana asifiwe sana. Kama mdomo utabadilika, hata kwa moyo wako utapona. Amen. Hata maana yako ya kijazi itapona. Amen. Hata maana yako ya kibiashara itapona. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kusema na wewe unajua kuongea. Mimi napenda kwenda kwa huyo mama, kwa huyo ndugu. Manake hata anakuja Kenya na kusema na kuongelesha tu vizuri. Kwa hivyo mimi na hata kama vitu zako si vizuri, wana hata zingine vizuri mahali wanakuja kwa sababu ya kuongea yako. Si leo hivi kubadilisha mwili wetu, si atuguze na kala moto. Jina la Bwana libarikiwe sana. So that his word can proceed from our mouth, from our lips. Tuanze kuongea uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. So katika hiyo maneno sana manake nataka nimalizie hapo tutakuja kurudi baadaye. Wakati wa next week God willing. Inasema hivi pale. Verse number 8. Then I heard the voice of the Lord cry, saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Mnanielewa? Baada wakati ambapo Roho Mtakatifu ameingilia kati. Sasa saa hiyo unaweza kutuma. Mungu anaweza kukutumia. Sema amina. Amen. Mungu anaweza kukutumia. Amen. Na hata mapepo yatakutambua. Amen. Kama ni maombezi, kama ni maongeo, kama unakemea, hata mapepo yatatii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Demons will have to subdue. Yes. Because secret now is no longer you. Kinywa chako kinaongea moto. Ukiongea maneno inasikia kwamba inakomana. Ina uwezo wa kubomoa, ina uwezo wa kumoa, ina uwezo wa kujenga. Then I heard the voice of the Lord say, "Whom shall I send, and who will go for us?" Sikiza sasa.